usipitwe na habari na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Moli TV, feel the difference. Assalamu alaikum, habari za muda huu, Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom. Mambo vipi mtazamaji wa Moli Online TV, na karibu sana kwenye chaneli yetu ya Moli Online TV. Leo tunachunguza kwa undani kabisa na kwa kina matukio ya vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Vita ambavyo vimeingia siku ya 11 tangu vilipoanza tarehe 28 Februari 2026. Hali ya vita inabadilika kila saa. Na leo Moli Online TV tunazungumzia matukio ambayo yalitokea kuanzia juzi tarehe 9, jana na leo tarehe 11 pekee. Kutoka katika vyanzo ambavyo vinaaminika kama vile Al Jazeera, CNN, BBC, AP News na IRTV. Tafadhali ningekuomba, habari hizi zinabadilika kwa haraka sana, hivyo ujisajili na sisi Moli Online TV kwa kubonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, kisha kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata notification punde tu tunapotoa habari mpya. Kwa hiyo make sure umesubscribe. Okay, kuwa makini na mimi. Juzi tarehe 9 March kulikuwa na matukio muhimu sana ambayo yalibadilisha sura ya vita hivyo kisiasa pamoja na kijeshi. Kwanza na muhimu zaidi, Irani imemteua kiongozi mkuu mpya ambaye anaitwa Bwana Mojtaba Khamenei, mwana wa marehemu Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika mashambulizi ya siku ya kwanza kabisa ya vita, ambaye amechaguliwa rasmi na baraza la wataalamu wa kidini Assembly of Experts. Huyu Mojtaba mwenye umri wa miaka 58 ni mtu wa siri sana na uhusiano wa karibu sana na waziri wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, na uteuzi wake umeonyesha wazi kuwa wafuasi wa serikali na ngumu bado wanadhibiti nchi kwa nguvu sana, na hakuna dalili yoyote ya mabadiliko ya sera na mazungumzo ya amani. Watu maelfu walikutana mitaani huko jijini Tehran kusherehekea uteuzi huo, na wakionyesha furaha yao baada ya uteuzi wa Mojtaba, wakionyesha mshikamano na kujitolea kuendelea na vita, yani wananchi wanaendelea kusapoti vita iwepo. Trump alisema kuwa uteuzi huo haukumfurahisha na akamtaja kuwa Mojtaba ni mtu hafifu, yani lightweight, kwamba ni mwepesi, anafikika ni hivyo, huku Israeli na Marekani wakionyesha kuwa wanaweza kumtarget kama sehemu ya operation, yani kwamba sasa hivi Mojtaba yupo katika target. Kuhusu masuala ya kijeshi, Marekani pamoja na Israeli waliendelea na mashambulizi makali mara kwa mara. Walipiga makao makuu ya jeshi la anga la IRGC huko Tehran, vituo vya makombora, vifaa vya ndege zisizo na rubani, na kwa mara ya kwanza kabisa waliweza kushambulia ghala za mafuta na miundombinu ya mafuta kama ghala la Shehran na maeneo mengine. Hii ilisababisha moto mkubwa sana na moshi mweusi wenye sumu juu ya mji mkuu wa Tehran, na wakazi wengi waliripoti kuwa walipata shida ya kupumua na hofu kubwa. Marekani ilionyesha wasiwasi mdogo kuhusu kushambulia miundombinu ya mafuta ili kuepuka bei ya mafuta kupanda zaidi na kulipiza kisasi kikubwa zaidi kutoka upande wa Iran. Irani ilijibu kwa nguvu na kwa mkakati wa kueneza vita. Walirusha mabomu ya makombora mara 9 dhidi ya Israeli. Moja lilipiga katika eneo la ujenzi katikati mwa Israeli na likaua mtu mmoja pamoja na kujeruhi watu wengi vibaya sana. Makombora ya aina ya Cluster yaliweza kutumiwa na Iran. Hezbollah pia ilirusha makombora na ndege zisizo na rubani bila kukoma na kuelekeza kaskazini mwa nchi ya Israeli, na hivyo kuongeza shinikizo katika eneo hilo. Vita vimeenea zaidi. Mashambulizi mapya yalifanywa katika nchi za Ghuba. Kiwanda cha mafuta cha Sitra Iceland huko Bahrain kilipigwa na makombora ya Iran, moto mkubwa na majeruhi 32 na zaidi waliweza kupata madhara. Pia madhara yalifika katika nchi za Kuwait, UAE, pamoja na kombora moja la ballistic iliweza kufika kwenye anga ya Uturuki, ambapo NATO iliweza kulizuia kombora hilo. Bei ya mafuta ilipanda hadi zaidi ya dola 100 kwa pipa, na hivyo kuathiri uchumi wa dunia nzima. Rais Donald Trump alisema vita vinaendelea vizuri na mbele ya ratiba, lakini wataendelea mpaka ushindi kamili. Iran na IRGC na viongozi wake ilisema wanatafuta na wanasitisha mipango.
wao ndio watakaopumua wakati vitaisha. Hayo ni maneno ya Trump akijigamba kwamba wao wapo mbele ya muda, vita inakaribia kuisha na wanakaribia kusitisha mapigano. Na jana tarehe 10 Machi ndio siku ya mashambulizi makali zaidi hadi sasa katika vita hivyo. Waziri wa ulinzi wa nchi ya Marekani Peter Hegseth alithibitisha rasmi leo ndio siku ya mashambulizi makali zaidi ndani ya Iran. Mawimbi mengi ya ndege za mabomu kama vile B-52, ndege za kivita na mashambulizi ya angani kwa vituo vya anga, makao makuu ya IRGC, ili jeshi la mapinduzi la nchini Iran, vituo vya makombora na vifaa vinavyohusiana na mpango wa nyuklia vya nchini Iran. Mashambulizi yaliendelea usiku kucha huko Tehran. Wakazi waliweza kueleza kuwa kulikuwa na mabomu kila kona, na moja ya usiku mbaya zaidi hadi leo tarehe 11 ulikuwa ni usiku wa jana, huku kuta za majengo zikitikisika kwa moshi wenye sumu ukifunika anga la jijini Tehran. Timu ya CNN Tehran ilishuhudia milipuko mingi na uharibifu mkubwa. Zaidi ya watu 40 wamekufa jijini Tehran kutokana na mashambulizi ya maeneo ya makazi pamoja na majengo ya raia. Iran pia haikuwa nyuma, bali ilijibu kwa nguvu na kwa ujasiri. Mabomu na makombora mapya yalihusishwa kuelekea katika nchi ya Israeli huko kaskazini mwa nchi hiyo. Moja iliua watu 2 na kujeruhi wengine. Makombora ya Hezbollah yalipiga kituo cha watoto kaskazini mwa Israeli na kujeruhi zaidi ya watoto 16. Mashambulizi mapya yalifanywa katika nchi ya Ghuba. Pia ndege zisizo na rubani na makombora yalipiga huko Bahrain na mengine yalileta madhara ya moto. Pia kuna taarifa kuwa mwanamke mmoja aliuawa huko Bahrain. Iran inatishia kuweka vizuizi katika mlango wa Hormuz na kusumbua usambazaji wa mafuta ili kushinikiza Marekani na Israeli. Pamoja na vita hii pia kuna maoni ambayo yanatoka kwa viongozi wakubwa wanaohusika kwenye vita hii. Nianze na Rais Donald Trump. Donald Trump anasema kuwa vita ni ziara ya muda mfupi, itaisha hivi karibuni, na Marekani imefikia mafanikio makubwa na hatua ya mbele zaidi na tulivyokuwa tukidhani. Lakini anaitishia Irani kifo, moto na ghadhabu, na kupiga mara 20 zaidi ya anavyoishambulia hivi sasa. Na pia anaulizia swala kama usambazaji wa mafuta utazuiwa na mlango wa Hormuz utafungwa. Anasema uwezo wa makombora ya Irani umepungua hadi chini ya 10%. Na maoni ya waziri wa nchini ya Marekani, Waziri Hegseth, anasema adui lazima ashindwe kabisa na kwa maamuzi makubwa. Kwa ratiba ya Marekani, alimaliza mkutano na dua kwa askari wa Marekani na akasema Irani inasimama peke yake na inashindwa vibaya. Tuje kwa General Dan Kine, mwenyekiti wa wakuu wa majeshi nchini Marekani. Anasema kwamba anaheshimu upinzani wa Irani, wanapigana kwa bidii, lakini si nguvu zaidi ya walivyotarajia. Marekani imepiga zaidi majengo 5,000 huko Iran. Na tumalize na kiongozi huyu ambaye ni spika wa bunge la IRGC huko nchini Iran. Anasema kwamba hatutatafuta kusitisha mapigano. Irani ndiyo itaamua mwisho wa vita hii na hawana mpango kabisa wa mazungumzo na nchi ya Marekani. Na pia kwenye vita hii kuna athari ambazo zinaendelea kila siku. Bei ya mafuta imeshuka kidogo leo, karibu $90 na zaidi, lakini bado juu sana na inaendelea kuathiri uchumi wa dunia nzima. Na pia kuna hasara, kama Irani inaripoti maelfu ya wananchi wake wamefariki, hasa raia wa kawaida na wanajeshi. Marekani imepata majeruhi wachache kwa askari pamoja na vifo. Pia Israeli inaripoti kuwa ina vifo pamoja na majeruhi wachache kutokana na makombora ya Irani. Elfu ya watu wamekimbia huko Lebanon na maeneo mengine ya vita. Kwa hiyo kuna wakimbizi wengi, yani kuna wimbi la wakimbizi limeweza kutokea. Naam, tumalize kwa kusema kuwa vita vinaendelea kwa ukali mkubwa na bila dalili yoyote ya kuwepo kwa amani hivi karibuni. Pande zote mbili zinaendelea kushambulia, kutishia na kuonyesha ujasiri wa kuendelea na vita. Tunajiuliza, je, vita hivyo vitaisha lini? Au vitaendelea kuwa jaribio la uvumilivu mkubwa katika pande husika? Toa maoni yako hapa chini kwenye channel yetu Mori Online TV. Na kama
unapenda kuwa wa kwanza kupata notification ya video zetu punde tu zinapotoka, nikikuomba ubonyeze maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha uguse alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata notification. Thank you for watching.